Kwa upande wa ndugu zetu wavuvi, kama nilivyosema kwa sekta nyingine, lengo letu ni kuboresha uchumi wa bluu katika nchi yetu. Na moja katika sekta muhimu za uchumi wa bluu ni uvuvi, kwa sababu asilimia kubwa sana ya Wazanzibari wako katika sekta ya uvuvi. Tutaendelea kutoa zana za uvuvi za kisasa kama tulivyoshauriwa hapa. Awamu iliyopita tumetoa boti za mita 8 zile pamoja na mashine. Sasa hivi ninakubaliana na ushauri uliotolewa na kijana wetu kwamba bado bahari kuu hatujaitumia. Tunahitaji maboti makubwa zaidi. Tunawahitaji zana za kisasa zaidi. Ahadi yangu ni kwamba tutaendeleza kutoa boti za kisasa na zana zake, ikiwemo zile mashine za kutafutia samaki wanaita fish finder, lakini nyavu zinazokidhi na zinazokubalika kisheria, ili wakulima waweze kwenda mbali zaidi, waweze kupata tija zaidi. Kwa hivyo hili tumelipokea, na bila shaka watahitaji mikopo kuweka mitaji yao vizuri isiyokuwa na riba, na tutaendelea kujenga madiko na masoko ya kisasa ya samaki katika maeneo yote tuliyokuwa nayo, kama ambavyo tumeshafanya Malindi, kama ambavyo tumefanya katika maeneo mengine kule Pemba. Juzi nimetoka kuzindua diko na soko la samaki la kisasa kabisa pale mkoani Pemba. Masoko kama yale tutaeneza katika maeneo yote ambapo wavuvi wanayahitaji, kwa maana ya madiko ya kisasa na masoko ya kisasa. Ndugu zangu, kuna changamoto ambazo zimeelezwa hapa kwenye maeneo kadhaa ambayo leo ninazungumza na nyinyi. Kwa wakulima wa mpunga imezungumzwa changamoto ya transformer katika eneo lao lile, kwamba kuna watu wanahujumu, wanazishusha zile transformer kuiba vitu mule ndani na wanaweza kuathiri kazi za watu wote. Nimeambiwa hapa kwamba moja imesharejeshwa, bado moja natoa maelekezo kwa ZECO katika muda mfupi kabisa waweze kuwekewa transformer moja iliyobaki. Kuhusu njia za kuingia mashambani kwamba zikarabatiwe, hili nalo tunalipokea na tutalifanyia kazi ili muda wote njia hizo zipitike, wakulima waweze kufanya shughuli zao kwa tija. Kwa eneo kwa masuala kwa wavuvi, changamoto za wavuvi imeelezwa hapa kwamba pamoja na uwepo wa eneo la uhifadhi, bado kuna uvuvi haramu unaoendelea. Sasa ndugu zangu, mimi nataka niwaambie hivi wananchi, mara nyingi kuna mgongano kati ya uhifadhi na maisha ya watu. Hivi vitu viwili lazima tuvifanye vyote. Uhifadhi ni muhimu kwa sababu bila uhifadhi hata hayo mazalia ya samaki yatatoweka, tutakosa samaki kabisa. Lakini maisha ya watu vile vile ni muhimu, kwamba lazima watu wapate kipato, waendelee na maisha yao. Kwa hivyo tutawaelekeza wizara inayohusika na uvuvi kuendelea kutoa elimu kwa jambo hili, lakini kuendelea kuhakikisha kwamba tunaweka balance kati ya uhifadhi na kati ya watu kupata maisha yao, ili vyote viwili vipatikane. Bila hivyo kupata kimoja hakutokuwa endelevu. Uhifadhi peke yake, maisha ya watu hayapo, hakutokuwa endelevu. Lakini maisha ya watu peke yake, wakianza kuvua mpaka kwenye maeneo ya mazalia ya samaki, pia hakutokuwa endelevu. Kwa hivyo uhifadhi na uvuvi lazima tutengeneze balance, yote mawili yapatikane, na jambo hilo kama serikali tutalisimamia. Ndugu zangu, kijana aliyezungumza hapa kuhusu uvuvi kasema maneno ya msingi kabisa, kwamba hatuwezi kuendelea kuvua kizamani. Hatuwezi kuendelea kuvua na zana za kizamani. Lazima sasa tuvue kisasa, lazima sasa tuende mbali zaidi katika bahari kuu. Na mimi nataka nikuhakikishieni kwamba maadamu wizara inayohusika na uvuvi ipo, tutawapa jukumu la kuweka bajeti za kutosha ili tuweze kukuza uchumi katika nchi yetu. Tuvue kisasa, tuwawezeshe wananchi waende mbali zaidi, watumie teknolojia. Bahati nzuri siku hizi kuna zana ambazo zinakuonyesha samaki walipo, huendi tu hivi hivi. Kwa hivyo mimi ninataka nikuhakikishieni wavuvi kwamba serikali itayafanyia kazi masuala yote haya. Ndugu zangu, imeelezwa hapa kuhusu urasimu wa upatikanaji wa mikopo. Nataka nikuhakikishieni nyote mliopo hapa kwamba katika awamu ijayo, kwa sababu fungu la mikopo litaongezeka, tutapunguza na urasimu kwa maana ya usajili wa wale wanaohitaji mikopo,
kwa maana ya kufungua akaunti iwe rahisi zaidi, lakini hata watu waweze kulipwa kwa uharaka zaidi ili waweze kujikwamua kimaisha kutokana na mikopo isiyokuwa na riba. Hili litafanyika, na kwa kweli nimepata malalamiko mengi kuhusu urasimu wa mikopo hii, na moja kati ya azma yangu ni kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa kiwango kikubwa urasimu wa utoaji wa mikopo.